Usisahau kulike, kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa subhana na kumtakia ziada za rehema kipenzi chetu cha umma mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wapenzi mnaomtazama na kunisikiliza siku ya leo, darasa letu litazungumzia uvutaji wa riziki kwa kupitia ibada. Ndugu zangu, wewe ndugu yangu ambao bado hujasubscribe, hujabonyeza hiyo alama ya kengele, basi wakati wako bonyeza ili tuendelee kufuatiliana katika darasa hili. Katika swala za sunna, ukisali katika faradhi, ukiweka maombi yako katika maswala ya riziki, Allah anakujibu bila tabu yoyote. Ila hapa ibada tunazozungumzia siku leo, tutazungumzia uvutaji wa riziki kwa ibada za sunna ambazo zinasaliwa usiku, zile sunna zinazosaliwa usiku kuanzia saa 8, saa 9, saa 10. Muda mzuri wa kuswali swala hii kwa ajili ya kuvuta riziki katika majambo yako, kuanzia muda huo mzuri wa saa 8, saa 9 na saa 10 karibu na alfajiri. Utafanya vipi basi? Endelea kunifuatilia mpaka mwisho ili uweze kujua kupata manufaa na ibada hii utaifanya katika mfumo gani. Utatakiwa kufanya, utaswali rakaa 4. Hapa kwenye rakaa 4 nitafafanua hapa. Kuna mwingine utasikia hakuna sunna rakaa 4. Tutafafanuliana hapa. Acha jazba. Rakaa 4. Utatakiwa kufanya ndani ya rakaa 4. Rakaa ya kwanza ndio tunaanza sasa katika utaratibu wetu. Rakaa ya kwanza maana yake utachokifanya, utashika udhu wako tayari. Baada ya kushika udhu wako, utakaa katika msala wako vizuri kabisa. Cha kwanza utachokifanya, utafanya istighfari. Baada ya kufanya istighfari tayari, kisha baada ya hapo utamtaja Mwenyezi Mungu pale. Utaistighfari mara 100, utamtaja Mwenyezi Mungu mara 100. Kisha baada hapo utamtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 100 kwenda mbele. Yaani hata na zaidi. Una uwezo wa kufanya mara 200, mara 300, ni wewe mwenyewe. Kisha baada ya hapo sasa utasimama kwa kutia nia, kwa kunuia swala sunnati ya qadha'ul haja. Baada ya hapo sasa ndio tunakwenda katika taratibu zetu hizi. Rakaa ya kwanza utasoma surati al-Fatiha. Ukimaliza surati al-Fatiha utasoma surati al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Baada ukishamaliza hapo hiyo rakaa ya kwanza, rakaa ya pili utasoma tena surati al-Fatiha. Kisha baada ya hapo ukimaliza surati al-Fatiha, manake kule katika qul ya al-kafirun utasoma hizi 3. Na rakaa ya pili baada ya kumaliza surati al-Fatiha utasoma Ikhlasi hizi 3. Baada ya kusoma Ikhlasi 3 ukimaliza utakaa kitako kidogo. Kisha baada ya hapo utatoa salamu. Ukishatoa salamu utanyanyuka tena. Kisha utasoma surati al-Fatiha. Baada ya hapo ukimaliza surati al-Fatiha utasoma Falaki 3. Hiyo ni rakaa ya 3. Kisha utakwenda rakaa ya 4 utasoma surati al-Fatiha. Ukimaliza surati al-Fatiha utasoma surati Nasi 3. Baada ya hapo utakaa kikao cha sijida kubwa. Baada ya hapo utatoa salamu. Utakaa hapo hapo, usinyanyuke huko, hivyo hivyo umeelekea kibla. Utafanya nyiradi zifuatazo. Nyiradi ya kwanza
utasoma ya Wahabu, ya Wahabu, ya Wahabu, ya Wahabu, ya Wahabu mara 313. Ukimaliza hiyo utakuja ya Razaqu, ya Razaqu, ya Razaqu, ya Razaqu mara 111. Kisha ukishamaliza utasema hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil mara 100. Ukishamaliza kusema hilo utakwenda nyiradi hii hapa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kule hasbunallahu wa ni'mal wakil utakwenda mara 100, hii utakwenda mara 40. Ukimaliza